Ndugu mgeni rasmi, napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa upendo wake kwetu sote kwa kututunuku ruzuku ya afya njema. Pili, naomba kukushukuru Kaimu Katibu Tawala Mkoa wa Ruvuma kwa kutenga muda wako na kuja kutufungulia mafunzo haya mahususi juu ya fursa, haki za wafanyabiashara na makundi maalum katika michakato ya ununuzi wa umma. Ndugu mgeni rasmi, tukio hili linatukutanisha hapa ni la umuhimu sana katika utendaji wa Mamlaka ya Rufani za Zabuni za Umma, yaani PPAA, na ufahamu wetu kwa ujumla. Umuhimu huo unachagizwa na mabadiliko ambayo yanaendelea kufanyika katika sekta ya ununuzi wa umma nchini. Ndugu mgeni rasmi, Mamlaka ya Rufani za Zabuni za Umma ni taasisi inayojitegemea chini ya Wizara ya Fedha iliyoundwa kwa mujibu wa Sheria ya Ununuzi wa Umma namba 10 ya mwaka 2023. PPAA imepewa jukumu kisheria la kupokea na kusikiliza malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma na kufungiwa kwa wazabuni, yani blacklisting of tenderers, kushiriki katika michakato ya ununuzi wa umma na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, yani PPRA. Ndugu mgeni rasmi, mabadiliko ya sera ya ununuzi yanalenga kuimarisha sekta ya ununuzi na ugavi kwa kuboresha masuala mbalimbali ikiwepo kupunguzwa kwa muda wa kushughulikia malalamiko, rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Ndugu mgeni rasmi, Sheria ya Ununuzi wa Umma ilipoanza kutumika Juni 2024 na kanuni zake imeleta mabadiliko mbalimbali katika eneo hili la ununuzi na ugavi, ikiwemo kupunguza muda wa kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Sheria mpya ya ununuzi wa umma imeleta maboresho mbalimbali katika maeneo ya ununuzi na ugavi, ikiwemo kupunguza muda wa kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma kama ifuatavyo: muda wa kuwasilisha malalamiko kwa taasisi nunuzi umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi. Muda wa afisa masuhuli kushughulikia malalamiko ya zabuni umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi. Aidha, pale ambapo afisa masuhuli ataunda jopo la mapitio ya malalamiko, basi atatakiwa kutoa uamuzi wake ndani ya siku 7 za kazi na atatakiwa kuwajulisha wazabuni wote walioshiriki katika zabuni inayolalamikiwa ndani ya siku 1 kuwa ameunda jopo la kupitia malalamiko husika. Pia muda wa kuwasilisha rufaa PPAA umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi, na muda wa PPAA kushughulikia malalamiko au rufaa umepunguzwa kutoka siku 45 za kazi hadi siku 40. Kutokana na mabadiliko yaliyoletwa na Sheria ya Ununuzi wa Umma ya mwaka 2023 pamoja na kanuni zake, PPAA kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, taasisi zinazosimamia ununuzi wa umma nchini, iliandaa kanuni za rufaa za ununuzi wa umma za mwaka 2025 zilizotangazwa kwenye gazeti la serikali tarehe 31 Januari 2025 kupitia GN namba 65 ya mwaka 2025. Moja kati ya maboresho yaliyoletwa na kanuni za ununuzi wa umma ni takwa la kuwasilisha malalamiko na rufaa kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yaani NeST. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na maboresho hayo,
PPAA kwa kushirikiana na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi na yani PPRA imekamilisha utengenezaji wa moduli na imeanza kutumia moduli hiyo kuwasilisha na kushughulikia rufaa na malalamiko kwa njia ya elektroniki, yani Complaints and Appeals Management Module, katika mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST, tangu mwezi Februari mwaka 2025. Ndugu mgeni rasmi, baada ya uzinduzi wa matumizi ya moduli kuanza, imeleta mageuzi chanya kwa namna taasisi za umma kwa kushirikiana na PPAA zinavyopokea, kusajili na kushughulikia malalamiko na rufaa kutoka kwa wazabuni wanaoshiriki katika michakato ya ununuzi wa umma. Kwa sasa malalamiko yanawasilishwa kupitia moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa iliyopo katika mfumo wa NeST. Ndugu mgeni rasmi, kuanza rasmi kwa matumizi ya moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa kuna faida kadhaa ikiwemo ni pamoja na kuokoa muda, kupunguza gharama, kuongeza ufanisi, uwajibikaji na uwazi, utunzaji wa kumbukumbu katika kushughulikia malalamiko na rufaa, na mzabuni anaweza kuona rufaa yake imefikia hatua gani na nyaraka zote zinapatikana katika mfumo wa NeST, jambo linalochangia uwazi zaidi. Ndugu mgeni rasmi, ili kuwawezesha wadau wa ununuzi wa umma kutumia moduli, PPAA imeendelea na zoezi la kutoa mafunzo juu ya matumizi ya moduli ya kusimamia malalamiko na rufaa katika mfumo wa NeST katika kanda za Pwani, kanda ya Ziwa, kanda ya Kaskazini, kanda ya Nyanda za Juu Kusini, kanda ya Kati na mikoa mbalimbali ikiwepo Lindi, Mtwara, Ruvuma, Njombe, Iringa na Dodoma. Ndugu mgeni rasmi, kupitia mafunzo haya juu ya matumizi ya moduli mwaka huu wa fedha mwaka 2025/26, PPAA imefanikiwa kutoa elimu kwa wazabuni 1717 na watumishi wa idara, vitengo vya ununuzi na sheria wapatao 705. Ndugu mgeni rasmi, aidha katika kutekeleza azma ya serikali ya kuwawezesha vijana na makundi maalum, PPAA imetoa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa kudai haki zao katika mchakato wa ununuzi wa umma vijana wapatao 1299 katika mikoa ya Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza na Mbeya. Ndugu mgeni rasmi, kupitia moduli ya kuwasilisha malalamiko na rufaa katika mfumo wa NeST, PPAA imeunganisha taasisi nunuzi zote nchini kwenye mfumo ambapo mzabuni anaweza kuwasilisha rufaa yake katika taasisi nunuzi husika. Baada ya kuwasilisha rufaa hiyo, PPAA ina uwezo wa kuona nyaraka zote zilizotumika katika mchakato mzima. Hatua nyingine iliyobaki ni kuhakikisha moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa kuunganisha mfumo wa mahakama, ambapo zoezi hilo litafanyika katika mwaka wa fedha ujao. Ndugu mgeni rasmi, lengo la kuunganisha mifumo ni kuwasogezea huduma stahiki wananchi kwa wakati kama ilivyosisitizwa katika Dira ya Taifa ya 2050 ambapo inasisitiza kuwekeza katika matumizi ya TEHAMA ili kuwasaidia wananchi kupata huduma kwa haraka na wepesi zaidi.